Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026. Tarehe ya leo imeweza kuwa ni tarehe kubwa kwa chama kikuu, chama Chadema, baada ya kupewa nafasi kwa mara nyingine na mahakama ya rufaa iweze kufanya ama chama hicho kiweze kurejelea hafla za kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kusababisha Mheshimiwa John Heche ambaye ni mwenyekiti msaidizi mshikililizi anayezidi kushikilia wadhifa wake Mheshimiwa Tundu Lissu mapema leo hii kuingia katika makao makuu ya chama Chadema rasmi. Ila itakuwa ni jambo jema iwapo hapo mtazamaji wangu na azidi kutazama video zetu kwa mara ya kwanza uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, tumeshuhudia kile ambacho mahakama ya rufaa imeweza kufanya juzi kati kesi yake Mheshimiwa Lissu iliyokuwa katika mahakama ya rufaa sawia na kesi ya chama Chadema. Mahakama ya rufaa iliweza kuona ni vyema kesi hizo ziweze kuangushwa chini na leo hii chama Chadema kupewa nafasi ya kushiriki siasa kwa mara nyingine. Mtazamaji wangu, ni hatua kubwa na pia tutegemea shinikizo ambalo litaweza kusukumiwa uongozi ulioko madarakani. Hii ina maana kwamba hivi sasa chama cha CCM kimeweza kupatana na chama pinzani ambacho kinazidi kuendana kisawia katika siasa na historia ya Jamhuri ya Tanzania. Hii ina maana kwamba hivi sasa tutaanza kushuhudia hata sauti za wanyonge kuanza kusikilizwa, tofauti kabisa na jinsi ambavyo vyama vingine pinzani vilikuwa vikifanya. Ila hii hapa inazidi kuashiria ya kwamba chama Chadema kurudi kikamilifu kwa siasa za Jamhuri ya Tanzania. Pia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu haupo mbali, kwani chama hiki kikiweza kuachiwa huru lazima kiweze kuwa na kiongozi mkuu. Pasipokuwa mwenyekiti msaidizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche, lazima kuna yule mwenyekiti mkuu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii ikionyesha dalili tosha jinsi gani ambavyo hivi sasa wafuasi wale sugu wa chama Chadema watakuwa katika nafasi bora kwa siasa zao ziweze kuanza kusikilizwa kwa idadi kubwa, na pia chama hiki Chadema kitaweza kupata followers ama wafuasi ambao sio wadanganyifu, hasa kutokana na wafuasi wa chama hiki kusalia kuwa katika chama Chadema kuanzia kipindi na wakati ambapo kiliweza kuzuiwa kufanya siasa katika Jamhuri ya Tanzania, na pia kwa njia moja ama nyingine kiongozi mkuu ambaye ni mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa. Hawakuweza kukata tamaa kujiunga na chama kama CCM na vyama vingine, bali waliweza kusalia hadi leo hii ambapo chama hiki Chadema kimeweza kupewa nafasi kwa mara nyingine kuendelea na siasa za Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa mtazamaji wangu pia inazidi kuonyesha wazi kwamba uongozi ulioko madarakani umeweza kugundua kama kweli utaweza kuendelea kupinzana na chama kikuu ambacho sio chama kinachozidi kufahamiwa katika Jamhuri ya Tanzania pekee, sawia na jinsi ambavyo vyama pinzani vya hivi sasa vilivyokuwa vikipinzana na Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi ulioweza kupita. Ni vyama vya kisiasa kweli ambavyo vilikuwa vikifahamika katika Jamhuri ya Tanzania, tofauti na jinsi ambavyo chama Chadema kinazidi kufahamika katika mataifa ya kigeni na hata katika Jamhuri ya Tanzania. Na pia nguvu gani ya upinzani ambayo chama Chadema, chama hiki kina nguvu kubwa ya upinzani kwa serikali yoyote ile iliyoko madarakani. Hii ikionyesha wazi kwamba better days are coming, ikionyesha leo hii Mheshimiwa John Heche hajaweza kusita hata sekunde moja baada ya mahakama ya rufaa kutangaza wazi ya kwamba chama Chadema kitaweza kurejelelea, kipo tayari kurejelelea siasa za chama hicho katika Jamhuri ya Tanzania. Kwa kweli mtazamaji wangu, leo hii imeweza kuwa ni habari kubwa na imeweza kuzungumziwa pakubwa, na pia
hivi sasa itakuwa ni nafuu sana kwa njia nyingi. Kwanza, kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu, hivi sasa kutaweza kuwa na viongozi wa chama Chadema kujumuika katika makao makuu ya Chadema kujadili na hata kuzungumza jinsi gani ambavyo wataweza kushirikiana na mawakili na pia kutafuta mbinu ya Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru na chama hiki kikamilifu kiweze kukamilika na kurejelea siasa walizokuwa wakizifanya hapo awali kabla ya chama hicho kuzuiwa kisiasa kutokana na uchaguzi mkuu uliokuwa ufanyike Oktoba 28-29 mwaka 2025. Pia kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu ikiwa mwezi huu wa 4 akiwa ameweza kumaliza takriban mwaka mmoja gerezani akiendelea kuzuiwa, jambo ambalo wafuasi wake hawajaweza kulifurahia. Ila kwa mara ya kwanza kwa kweli furaha kubwa ama furaha iliyoje kushuhudia kiongozi kama Mheshimiwa John Heche akiwa na imani na hata kuingia katika makao makuu ya chama Chadema ili kuanza kupanga mikakati ya jinsi gani ambavyo chama hicho kitaweza kuchukua nafasi yake kikamilifu katika siasa za mwaka 2026 kuendelea hadi uchaguzi mpya utakapokuwa umeweza kuratibiwa upya kikatiba, na pia kufuatilia kesi yake Mheshimiwa Lissu jinsi gani ambavyo itaweza kukamilika kipindi na wakati ambapo itaweza kukamilika. Je, Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru na kujumuika na wafuasi wake? Ikumbuke kwamba juzi kati Mheshimiwa John Heche, akina Mariam Sarungi na wanaharakati wengine na viongozi wengine wakuu wa chama Chadema waliweza kuitisha maandamano ya kuomba Mheshimiwa Lissu aweze kuachiwa huru, na huenda ikawa kile walichokuwa wakikizungumza kukipanga kiweze kufanyika, basi uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine umeweza kuingiwa na hofu na kuona itakuwa sio jambo jema iwapo wataweza kuruhusu wanachadema pamoja na ushirikiano ya wanaharakati waweze kuandaa maandamano mapya katika Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo mataifa ya kigeni yanazidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Haya yote yaliweza kusababishwa ni kutokana na swala la ukiukaji wa haki za binadamu uliofanyika mwaka 2025, pia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi, na jambo hilo kutofurahisha wengi, hasa jamaa na wale wote walioweza kuathirika kwa kile kilichoweza kutokea katika uchaguzi ulioweza kupita. Ila mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa ni habari njema na kubwa kwa chama hiki Chadema kwa mara nyingine kupewa fursa ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Kile kinachozidi kuombwa sana hivi sasa na kutarajiwa kiweze kufuatia ni uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti mkuu wa chama Chadema, na pia aweze kufanya mengi ama kuwa katika nafasi nyingine kuendeleza kile alichokuwa kikifanya cha kutetea idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, tochia maoni yako kutokana na maamuzi yaliyoweza kufanywa na mahakama ya rufaa kudai na kutangaza ya kwamba chama Chadema kuruhusiwa kufanya siasa kwa mara nyingine baada ya changamoto zilizoweza kukumba chama hiki katika uchaguzi wa mwaka 2025. Bye bye until the next video.